Subscribe The Sport Show. Mpaka sasa kuna uwezekano klabu ya Yanga ikaleta timu uwanjani tarehe 15 au siku yoyote kuanzia sasa. Kwa nini? Fuatilia uchambuzi hadi mwisho. Lakini pia kuna taarifa zinazoelezea kuhusiana na mechi kuchezwa tarehe 15 pasipo kuwa na wasiwasi. Haya yamejidhihirisha leo baada ya kupata taarifa za ndani kabisa zikielezea kuhusiana na kikao kitakachofanyika dhidi ya bodi ya ligi na klabu ya Yanga. Kabla tujaendelea na huu uchambuzi, tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa ambazo tunakuwekea. Halikadhalika naomba uweze kuacha maoni yako, kuweka comment zako za kutosha, lakini pia kipi ambacho wewe unakiona. Halikadhalika naomba uweze kushare kwa washikaji na kulike pia hii The Sport Show. Asante pia kwa wewe ambaye tayari ushakuwa mwanafamilia. Yes. Mpaka sasa hivi kuna taarifa ambazo zinaendelea kunako klabu ya Yanga na bodi ya ligi kuhusiana na kuwepo kwa kikao cha dharura kilichokubaliwa na upande wa Yanga kuelekea mchezo ujao, ni kujadili pia ni kwa namna gani mchezo ujao wanaweza wakacheza. Hii ya hatuchezi ng'o inaonekana kuwa imetamatika rasmi. Kivipi? Kwa sababu za ndani kabisa zinavyojielezea kutokana na taarifa nilizozipata kutokea kwenye vyanzo vyangu vinaeleza kwamba Yanga wameshapokea barua kutoka bodi ya ligi na wameomba kuketi tarehe 9 kuweza kujadili kuhusiana na mechi ya tarehe 15. Kwa hiyo kutoka klabu ya Yanga inaelezea kwamba kuna kundi aina mbili. Kuna ambao tayari wamesharegeza kamba, lakini wachache wamebaki wakiwa wanazidi kukaza kamba. Lakini kwa undani zaidi wanasema kwamba wao wako tayari kwa ajili ya mechi ya tarehe 15, kwa sababu si busara klabu ya Yanga ikaendelea kwa msimamo wake, kwa sababu kanuni haiwabebi Yanga, kanuni inawabeba zaidi bodi ya ligi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa ni hali hatari zaidi kwa klabu ya Yanga kuweza kususia hiyo mechi, tofauti na watani zao Simba, kwa sababu sekeseke ilianza kwa Simba, lakini Simba wao washakuwa tayari kwa ajili ya huu mchezo, na ukiangalia posti zao pia wanazungumzia kuhusu huu mchezo. Bodi ya ligi na TFF kwa namna moja ama nyingine wanafanya jitihada zao kuhakikisha kwamba mechi inachezwa tarehe 15 pasipo kuahirishwa tena. Kubwa zaidi ilikuwa limebaki kwa klabu ya Yanga, lakini ukiangalia hata kauli ya afisa habari wa Yanga unaona kabisa kwamba mechi kuna uwezekano ikachezwa, ijapo kwa habari ambazo zilizoenea na kutapakaa ni kwamba watu wanajiandaa kwa ajili ya mechi ya tarehe 18, lakini hiyo inakuwa ni sintofahamu kutokana na baadhi ya wachezaji waliokuwa katika klabu ya timu ya taifa tayari walianza kurejea na hapo jana, wengine leo kwa ajili ya kuungana na kambi inayoendelea kwa ajili ya dabi ya tarehe 15. Wachezaji wa Simba wapo kambini tayari kwa ajili ya maandalizi, lakini pia inaelezwa kwamba hata wa Yanga pia wapo kambini. Kumbuka kuna posti niliwahi kukuambia kwamba Yanga itacheza na italeta timu uwanjani. Kile nilichokuelezea naona ndo kinachoenda kutokea na kinachoenda kutimia. Hivyo basi tuendelee kuwa na subra kuona nini kitakachotokea, lakini kumbuka nikwambia kati ya tarehe 7-8 tunaweza tukapata majibu. Sasa tusubiri mpaka tarehe 10 tutapata majibu. Uhakika kwamba mechi itachezwa, kwa sababu wanaokataa mechi isichezwe ni wachache kuliko wanaotaka mechi ichezwe. Sasa kipi kitakachotokea? Engineer hayupo, ameshaacha hili swala, yeye yupo kwenye masomo yake, ambapo press ya juzi ilimweka kwenye wakati mgumu engineer, lakini ameonekana kutokujibu chochote au kuongelea lolote kuhusiana na kile ambacho kinaenda kutokea. Hivyo basi tuendelee kuwa na subra. Ni hayo tu. Kesho au kesho kutwa klabu ya Yanga itakaa na bodi ya ligi kujadili mustakabali mzima wa dabi, japo inafanywa kwa siri sana, ila kuna uhakika wa mechi kuchezwa. Nazidi kusisitiza hivyo kwa sababu kanuni haibebi Yanga, kanuni inainyima Yanga
haki yake inayopigania. Kwa hiyo haya mambo sio mageni kati ya Simba na Yanga kwa ajili ya kususia mechi, lakini mwisho wa siku wanacheza. Hakuna wa kuipoka Yanga point zaidi wataleta timu, lakini wasiwasi wangu ni kwamba anaweza akashinda hii mechi na ikawa kitu kigumu sana kwa upande wa Simba, tofauti na wengi wanavyofikiria. Nina uhakika huo kwa sababu kile ambacho nakiona kwa Yanga ni kwamba wakija kwenye hii mechi watakuja kama nyuki walioweza kujeruhiwa. Tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu. Kesho nitakuletea taarifa zaidi ya kile ambacho kinaendelea. Asante.